falhasil kwa ufupi, kwa ufupi anasema Sheikh, anamaliza mjadala, anasema anna ma'rifata lughata, ama kujua lugha, man ya nani, ya yule ambaye tukhatibu, unayemsemeza. Anna ma'rifata lughatan, kwa hakika kuijua lugha ya man tukhatibu, ya yule unayosema naye, unamsemeza yule. Si umekwenda kufanya da'wa sehemu, sasa yule mtu unamsemeza ikawa unaijua lugha yake. Anasema la shakka annaha muhimmatun, bila shakka jambo hili ni muhimu, fi isali, katika kufikisha almaalumati, yani the knowledge. Anasema la shakka annaha muhimma, hakuna shaka jambo hili la kwamba mtu kuifahamu lugha ya yule anomlingania. Kama ala sabili mithal, kama hawa labda tabligh wanatoka huko kwao Bangladeshi, si wapi, Pakistan, sasa wanakuja Tanzania, basi ni vizuri wangelikuwa wanaifahamu lugha ya Kiswahili. Kwa wakaja wanatembea katika misikiti, wanaongea Kiswahili, hata kama si kile cha kuchanganya, itakuwa ni jambo zuri sana. Ndio hili anazungumza Sheikh. Kwa hivyo anasema kwamba muhimma fi isal, yani katika kule kufikisha almalumati, ile knowledge. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama arsalna min rasulin, na hatukumtuma mtume yoyote, illa bilisani, isipokuwa kwa lugha kaumihi, ya watu wake, liyubayyina lahum, ili apate kuwabainishia. Wama arsalna min rasulin, na hatukumpeleka mtume yoyote, illa bilisani, isipokuwa kwa lugha kaumihi, ya watu wake, liyubayyina lahum, ili awabainishie, kwa lengo la kwamba ikiwa anafahamu lugha yao ni bora zaidi. Surati Ibrahim aya nambari 4. Kwa hivyo hili ni jibu ambalo Sheikh alilijibu suala la mtu kujifundisha Kiingereza, hasa kwa sababu ya kuifanyia kwa maana ya dawa. Naam, inaonekana ya kwamba ufahamu wa lugha nyingine kwa mtu anapotaka kufanya dawa ni bora zaidi, ni vizuri zaidi akawa anaelewa lugha za wale ambao anawafikishia. Lakini kuna hadithi ambayo hadithi hii ni dhaifu, na baadhi wanazoona wanasema la aslu lahu. Bwana Mtume anasema man taallama lughata qaumin amina sharrahu, yeyote mwenye kujifundisha lugha ya watu wengine basi atakuwa amesalimika na shari zao. Hii ni hadithi ambayo ni dhaifun, au wanasema la aslu lahu, haina asili. Kwa mtu asiyakastadili akaona mbona kuna hadithi hiyo, ile ni hadithi ambayo haikukubalika kabisa mbele ya wanazuoni wa hadithi. Naam, suala nambari 33